Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Korea ya Kaskazini imetetea uhusiano wake na Urusi ikisema kwamba uhusiano huu ni wa dhati na hakuna atakayeuvunja. Hii ni baada ya nchi za Magharibi kwa maana ya Umoja wa Ulaya ikiungana na Korea Kusini kulaani na kukosoa ushirikiano wa kijeshi wa Korea ya Kaskazini pamoja na Urusi. Korea Kaskazini imekosoa vikali taarifa ya pamoja ya Korea Kusini na Umoja wa Ulaya iliyolaani ushirikiano wa kijeshi kati ya Pyongyang na Urusi. Taarifa hiyo ilitolewa wakati wa ziara ya Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung mjini Brussels na kueleza kuwa msaada wa Korea Kaskazini kwa Urusi unachangia kuendeleza vita dhidi ya Ukraine. Korea Kaskazini imejibu kupitia wizara yake ya mambo ya nje ikisema ushirikiano wake na Moscow ni wa haki ya nchi huru na kwamba kukosoa ni uingiliaji wa mamlaka ya taifa na kitendo cha uhasama. Korea Kaskazini na Urusi ziliingia mkataba wa ushirikiano ambao unahusisha kijeshi ambapo nchi moja ikishambuliwa nchi nyingine itaenda kusaidia katika mapambano, na ndicho ambacho kinatokea hata kwa mataifa ya Magharibi ya NATO, ambapo NATO imeundwa katika mfumo huo kwamba nchi moja ikishambuliwa na nchi zingine zitaenda kusaidia katika mapambano. Hata hivyo, Korea Kaskazini imeona kwamba moja kati ya changamoto za watu wa Ulaya ni kutazama upande mwingine na kujisahau. Nchi za Ulaya zimekuwa zikijisahau mara nyingi. Wao wamekuwa na NATO, lakini hawataki nchi zingine ziwe na mfumo kama wa kwao, ikionekana kwamba wengine wanakosea na wao ndio pekee ambao wamekuwa wakiwa sawa wakati wote, jambo ambalo wa Korea Kaskazini hawakubaliani nalo, na nchi nyingi duniani zimekuwa zikipinga mifumo kama hiyo. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameendelea kuimarisha uhusiano wake na Rais wa Urusi Vladimir Putin na amesisitiza ushirikiano wa karibu wa kisiasa na kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Kim Jong-un, kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini, mara kadhaa amekuwa akitembelea nchini Urusi, lakini pia Warusi walikuwa wakitembelea katika taifa hilo la Korea ya Kaskazini wakitazama namna taifa hilo ambalo kwa namna moja ama nyingine limewekewa vikwazo vingi na nchi za Magharibi. Sasa wameona njia pekee ni kuwa na ushirikiano wa mataifa ambayo wanaendana nayo sawa, hasa katika sera na mipango mikakati. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.